Na mtazamaji, hii ni ziara ya kushtukiza ambayo Mheshimiwa Waziri Mkuu amefanya katika hospitali hii ya wilaya ya Nachingwea iliyopo wilayani Nachingwea na mkoa wa Lindi, mahali ambapo Mheshimiwa Waziri Mkuu anaendelea na ziara yake ya kikazi katika mkoa huu wa Lindi. Itakumbukwa mapema amepita pale Ruangwa na kushiriki katika ratiba ya uwekaji wa jiwe la msingi katika mradi wa maji ambao unatarajiwa kuhudumia vijiji 56 vilivyopo katika wilaya ya Nachingwea hii ambapo tupo hivi sasa, lakini mradi huo upo katika kituo mama cha eneo la wilaya ya Ruangwa mkoani Lindi. Na sasa unaingia katika chumba cha daktari ambapo hapa atapewa maelezo mafupi ya kile ambacho kinafanyika humu ndani. Wanakuja kufikia hapa. Mwaka wangu wa kwanza. Unafanya masaa yote? 24 hours. Mbona mnatembea na watu wanasubiri? Au kuna wagonjwa wa kuchomwa sindano ambao wameshachomwa na kuondoka. Utaratibu wetu wa huduma hapa ni mzuri kwa sababu akifika mgonjwa kama ni wa emergency tunampumzisha pale emergency room, anaanza kupewa huduma za haraka, anapopata nafuu tunampeleka wodini. Ila wale wa outpatient wakifika hapa wakishaona na daktari anapewa dawa, anarudi nyumbani. Unapumzisha mapokezi? Unaanza kupumzishwa pale emergency room. Emergency room. Okay. Hali ya dawa ikoje? Mganga mkuu yuko? Demo njoo hapa demo. Jambo bwana. Si jambo. Salama kabisa. Hali ya upatikanaji wa dawa ikoje? Hali ya upatikanaji wa dawa kwa essential medicine kwa 94%. Kwa hakuna watu wanaoelekezwa kwenda kununua dawa kwenye maduka. Kwa sisi hapa hapana, kwa sababu tuna DRF, Drug Revolving Fund, ambayo tumeanzisha hapa hospitali. Kwa maana hiyo wakikosa dispensing wanakwenda DRF. Kwa hiyo anawaagizia dawa. Anayewaagizia dawa ni daktari. Akisha prescribe nini kama hospitali hapa nani anawaagizia dawa? Ni mfamasia. Mfamasia yuko wapi? Mfamasia. Daktari Mfauzi yupo. Hali ya wagonjwa na huduma zake? Hali ya wagonjwa, Mheshimiwa Waziri Mkuu, tunashukuru toka tulivyoboresha hali ya wagonjwa imekuwa inaongezeka siku hadi siku. Kwa hiyo wanafurahia kuitumia hospitali yao. Kwa hiyo hata namba ya wagonjwa tunawapata imeongezeka ukilinganisha na ilivyokuwa awali. Specialist mnaoga? Hapa tuna specialist. Tuna MDs. Okay. Hamna chumba cha upasuaji? Chumba cha upasuaji tuna vyumba viwili. Tuna chumba cha upasuaji mkubwa kwa maana ya general surgery na tuna chumba cha upasuaji specific kwa ajili ya kina mama wajawazito tu ambacho kinapatikana kwenye jengo la maternity. Huo upasuaji tunafanya MDs. Mfamasia au huyu naye ni mfamasia pia. Unasema pia nani pia? Huyu yuko dispensing, chumba cha kutolea dawa kwa wagonjwa. Hebu tupe utaratibu wa upatikanaji wa dawa. Nani anawaagizia? Nani anawashauri aina ya dawa mnazoagiza? Oda mara nyingine inaandaliwa mfamasia wa hospitali. Hapa. Anafuata vigezo gani? Kuna kamati ipo. Kuna kamati ambayo inakaa naandaa hiyo dawa hiyo unapata hiyo dawa. Zingatia nini? Mheshimiwa Waziri wa Afya anakusikiliza. Unazingatia nini? Tumekuwa na utaratibu wa kuwa na takwimu 94% kama tulivyoambiwa ya utoshelevu wa dawa.
lakini wananchi kwa baadhi ya mambo ya msingi anapimwa, anapatikana na ugonjwa ambao unahitaji dawa, anaambiwa dawa hiyo haipo. Huko tuna utoshelezi. Nani anayewashauri aina ya dawa mnazonunua? Inatokana na mazingira ambayo tuko nayo kwanza. Yani kuna vile magonjwa ambayo yanapewa kipaumbele kwenye kuagiza dawa. Kwa hiyo kuna magonjwa mlipuko, kuna dawa ambazo zinaagizwa hapa. Wagonjwa wanapata dawa hapa. Kwa asilimia kubwa wanapata. Wagonjwa wetu karibia wote wanapata dawa. Nitawauliza. Sawa. Haya, nashukuru. Una bahati sana, wakati tunafika ulikuwa unatoka. Tungekuta hamna mtu hapa ungekuwa na kesi. Au ulikuwa unashangaa msafara? Na Mheshimiwa Waziri Mkuu amemaliza kuzungumza na daktari mojawapo mtoa huduma hapa, na sasa anauliza tumekuja kwa ajili ya check up. Ndio. Bado tunasubiri. Tunasubiri nini? Kuna mwenzenu yuko ndani? Hapana, tunasubiri utaratibu kidogo ili tuweze kupata huduma. Yaani mimi nimeingia sasa hivi, nimeingia muda huu sasa hivi. Muda sio mrefu. Ndio. Wakishakata cheti then wanakuja huko kwa madaktari, kwenye vyumba vya madaktari huko. Mbona wanasubiri hapa? Utaratibu gani wanaosubiri? Ndio, mbona wanasubiri? Una mgonjwa huko? Sasa huko una mgonjwa na huko hawa wanasubiri. Ni utaratibu gani unafuata baada ya kuwa wameshafika mpaka hapo? Anza kule kukata cheti kwanza, tuseme kukata cheti ndo anakuja huko, sasa kuja kaa huko bila kukata cheti. Wameshakata, si mmeshakata? Nani anayewaelekeza? Mapokezi, ndio mapokezi. Daktari, mpaka wameshafika hapa hao wanakaa wanaenyenye hapa. Hii sehemu ya luxury. Watu wakija hapa wamekuja kwa ajili ya matibabu, wanakaaje hapa na hamna nani anayewaelekeza? Kuna watu kule mapokezi ambao wanaelekeza kwamba kikata cheti then anakuja huko. Sasa wameshafika mpaka hapa. Umeshakata hiyo tiketi? Hadi sijakata. Umeshakata hiyo tiketi? Hadi nimeshafika. Ananiambia kina nini niingie kuna. Mheshimiwa Waziri Mkuu, utaratibu wa hapa ni kwamba kuna mtu anaelekeza pale mapokezi, lakini wakifika hapa pia huwa tuna nesi hapo injection room. Yeye anaangalia ili eneo. Mtu yote atakayemuona anatoka anamhoji, ajue kama ameshakata cheti, kama hakukata cheti anamuelekeza wapi akakate cheti. Lakini mbali na nesi pia na madaktari waliopo hapa, huo utaratibu tunao, wanatoka nje wanaangalia kama kuna mtu ambaye hajui utaratibu wote anamhoji. Lakini kwa vile hao wamefika muda si mrefu, nafikiri na wamekuta mheshimiwa amefika, nafikiri walipata hao madaktari wenyewe wamekuwa kama puzzle kwa ajili ya huu ugeni uliopo. Kwa hiyo wamenani kuja kuwahoji na kuzungumza nao kutokana na taratibu zile. Wekeni utaratibu, anapofika mnakuwa mmeshajua na spacing ya madaktari waliopo siku hiyo. Akitoka pale anaelekezwa, wewe nenda chumba namba fulani, wewe pale nenda chumba namba fulani, wewe pale yule ameshatangulia namba fulani, wewe subiria namba fulani. Ili tusiwaweke watu ambao wamekuja wameshafika mpaka hospitali, hatujui anaumwa nini. Tusiwaweke watu. Ndio. Na sisi bwana, hospitalini ndiko tunapopaamini zaidi. Moja ya eneo sisi kama serikali tunaloliamini sana ni hospitali. Watu walioko hospitalini ni professionals, wanajituma, muda wa kazi wanafanyia kwa kuhudumia wananchi. Sasa ndio maana tulisema
tutapita tuje tujione. Sasa mmetoa utetezi wa kwamba ni na wapi? Hili si eneo la watu kuja kufanya matembezi. Akifika hapa na jambo la msingi la afya. Sawa? Waziri wa Afya, Mheshimiwa Naibu, fuatilia hili kwenye hospitali zote. Tukienda katika baadhi ya hospitali tunaona watu wameweka utaratibu, wakitoka pale ameshajua anako kwenda kusubiria. Kuliko hiyo watu wafike wahengi tu wanarua. Wewe umekaa muda gani bwana? Kufika muda huu sasa hivi. Kama dakika 10. Hajajua aingie chumba kipi, hajajua pa kukata tiketi. Utaratibu ujulikane kuanzia anapoingia, anakwenda wapi, kuanzia pale pale wa guide anaenda wapi. Na akishafika huku, kama hakuna mgonjwa mwingine, hakuna sababu ya mgonjwa kusubiri. Ndio. Cheti utaratibu na wenyewe uharakishwe. Hili si eneo, unajua kuna utaratibu wa kuzoea matatizo. Tunataka hata hiki kizazi cha tumepambana kwenye madawati hayatoshi, madarasa hayatoshi. Tunataka kila kitu tupeleke kwa hakitoshi hivi. Why? Sasa kama tuko na milango mingi ya madaktari, why should they wait here? Kwa nini wasubiri hapa? So hizo rekebisheni. Mheshimiwa Naibu Waziri, waelekezeni na maeneo mengine. Hakuna sababu ya kuwachelewesha wagonjwa maeneo ambayo hakuna ulazima huo. Siweke tu mazoea kwamba wakishafika. Watu wengine tunaona ndo umuhimu wetu kama mtu atakusubiri muda mrefu. Naona ndo ubosi huo, unaona ndo no. Haya mambo ni ya huduma haya. Tena moja watoa huduma lakini wagonjwa vile vile kutoka kwenye jengo la wagonjwa wa nje OPD anaelekea eneo lingine ambapo nako atakagua hali ya mambo ilivyo, ikiwemo jengo la maabara kama inavyoonekana, baada ya kuwa amejiridhisha na kutoa maelekezo kwa yale mambo ambayo ameona hayako sawa kwenye baadhi ya maeneo, ikiwepo kwenye namna ambavyo wagonjwa wanavyotumia muda mrefu kupata huduma, hasa kusikilizwa na wataalamu, na namna ambavyo sasa waondokane na adha hiyo, wapate huduma kwa haraka. Na sasa ni katika jengo la maabara ambapo mahali hapa wanapata huduma za vipimo na kujua ni nini kinachowasibu wagonjwa hao. Ndio waelekea wake Mheshimiwa Waziri Mkuu. Salama, shikamoo. Salama. Nasubiri majibu. Unasubiri majibu. Umeshapima? Shapima. Na mwanangu pale? Umeshapima? Nasubiri majibu. Kwa daktari. Daktari anaendelea? Ndio. Wastani wa kusubiri vipimo mlivyonavyo ukoje? Hapa Mheshimiwa Waziri Mkuu, inategemea na kipimo ambacho amepima. Kuna kipimo kingine ni rapid test ambayo ndani ya dakika 5 mpaka 10 anakuwa tayari ameshapata majibu. Kuna kingine analazimika kusubiri masaa 3 ambacho anaweza akaambiwa aende afu arudi aje achukue majibu kulingana na ule muda. Lakini kile ambacho kitatumia at least dakika 20 atasubiri hapo. Na kile cha 24 hours ataambiwa pia. Mtoto anasumbuliwa nini? Mpanisha tu hali yake siku nzuri. Okay. Umeanza lini? Tangu juzi. Umefanya vizuri kuja hospitali. Ndio. Hongera sana. Wewe mama. Asante. Haya. Naona unampa juisi anakunywa, utapokea na salamu ya Mama Samia. Asante. Asante. Kitu kingine cha kutafuna. Na Mheshimiwa Waziri Mkuu ametoa salamu kutoka kwa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan
Wakati mtoto akiendelea kuugua, basi mnunulie chochote kitu, kwa sababu amemkuta hapo akipata juisi na mambo kama haya. Na sasa anazungumza na wengine waliopo hapa. Napenda kushukuru sana serikali ya Mama Samia Suluhu Hassan. Pia tunakupongeza Mheshimiwa Waziri Mkuu kwa kuja kutembea Nachingwea. Kwa hiyo hatuna mengi sana, mengi mtajionea. Tunashukuru sana kwa ujumla. Hakuna kero yoyote sasa hivi. Asante sana. Amen. Mheshimiwa Waziri Mkuu alikuwa anazungumza na miongoni mwa wagonjwa walioko hapa, na sasa anaelekea katika eneo lingine baada ya kupita katika jengo la wagonjwa nje, na sasa akiwa katika eneo hili la maabara anaelekea katika kitengo kingine ambapo ni bila shaka wodi ya wazazi. Kwa mazingira yanavyoonyesha, lakini kwa jumla tu serikali ya afya, hospitali za rufaa mkoa pamoja na za kanda na hata hospitali inaingia katika jengo hili la huduma za uzazi, kwa maana maarufu zaidi kama mama na mtoto. Safi kabisa. Karibu sana. Yes. Tunashukuru Mungu. Karibu sana hapa hospitali ya wilaya ya Nachingwea, kitengo cha wazazi, mama na mtoto. Yes, hapa ni maternity complex ambapo tuna labor room, chumba cha kujifungulia, na tuna antenatal room kwa wale wajawazito ambao wanasubiria kujifungua na wenye matatizo mbalimbali wakati wa ujauzito. Na kule mwishoni tuna chumba tuna postnatal ward kwa mama ambao wameshajifungua. Yes, lakini pia tuna major theater ndani yake kwa mama ambao wana uchungu, wenye changamoto ambazo zinahitaji kufanya upasuaji, basi tunafanya ndani humo. Kwa karibu sana. Hongereni, nafanya upasuaji hapa. Ndio. Successful. Yes. Wonderful. Yeah. Hongereni sana. Yeah, na kiwango kikoje cha kupokea? Kiwango kwa sababu kwa siku sisi ni hospitali ya wilaya, tuna ni refill point kwa wilaya yetu. Yes, kwa tunapokea refill ambayo kutoka kwenye dispensary. Na kwa rate yetu kwa delivery per day ni kati ya 6 mpaka 10. Yes, na kwa mwezi ni 200. Wow. Yes. Na kwa mwezi pia average ya operation cesarean section ni kama 50 hivi kwa mwezi. Yes. Kati ya yes. Haya, sisi tumepita kuona kazi inavyoendelea. Tunaweza kuwasalimia tu, tuwaacheni muendelee na kazi. Baada ya kupewa maelezo na mtaalamu aliyemkuta katika jengo hili la Mheshimiwa Waziri Mkuu kwenda kukagua na kujionea hali ilivyo kihuduma, hasa kwenye eneo la mama ambao wamekwisha jifungua wakiwa na watoto wao, na hapa ndipo eneo lenyewe sasa akiwa ameshafika Mheshimiwa Waziri Mkuu.